الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم. حديث يا كومن مبيلي، حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه. أنا سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu. Min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu. Min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu. Tarkuhu, ni kuacha kwake. Tarkuhu, kuacha kwake. Ma la yaanihi, yale ambayo yasiyomhusu. Tarkuhu, kuacha kwake. Ma la yaanihi, yale ambayo yasiyomhusu. Min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, ni katika uzuri wa Uislamu wa mtu. Tarkuhu, kuacha kwake. Ma la yaanihi, yale yasiyomhusu. Rawahu hadithun hasan, hadithi hii ni hadith hasan. Rawahu Tirmidhi wa ghayruhu hakadha, ameipokea Imamu Tirmidhi na asiyokuwa Imamu Tirmidhi wa neno hili hakadha. Hivyo ndivyo ambavyo limepokelewa kwa Imamu Tirmidhi na wengineo waliopokea pasi na Imamu Tirmidhi. Maana ya hadithi hii, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana hadha alhadith, maana ya hadithi hii, anna almuslima yatruku ma la yahummuhu min umuri ad-dini wad-dunya. Muislamu anawacha na anajiepusha yale yasiyomhusu. Anna almuslima yatruku ma la yahummuhu, Muislamu anawacha yasiyomhusu min umuri ad-din, katika mambo ya dini, wa dunia, na katika mambo ya dunia. Katika mambo ya dini maana yake hata katika kusoma ilmu, maana yake anasoma kadiri ya kiwango chake, hasomi tafasil za ulum, yale mambo mapana katika ilmu hasomi hayo. Anasoma mambo yale ambayo anahitajia na mambo ambayo yanampasa kusoma. Tumeelewana Kwa hiyo anasema maana hadha alhadith, maana ya hadithi hii, anna almuslima, hakika ya Muislamu, yatruku ma la yahummuhu, anawacha yasiyomhusu, min amri dini, katika majambo ya dini, wa dunia, na majambo ya dunia. Fil aqwal, katika matamshi, wal af'al, na katika matendo. Maadamu matendo hayo hayamhusu Muislamu, inabidi ni katika Uislamu, ni katika wema Uislamu wa mtu kujiepusha na mambo hayo. Tumeelewana? Asiingie, na hii inafanana na hadithi iliyotangulia, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jambo unashuku ndani yake, hujui uhalali wake au haramu wake, jiepushe nalo. Na wa mafhumuhu, na mafhumu yake au malengo ya hadithi hii, annahu yajtahidu fima yaanihi fi dhalika, kuwa Muislamu ajitahidi katika yale yanayomhusu katika mambo ya dunia yake na dini yake. Mambo yanayomhusu katika mambo ya dini, mambo yanayomhusu katika mambo ya dunia, ajitahidi. Na wengine wakafasiri hadithi hii kwa makosa, wakafasiri hadithi hii min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaani. Hata kimwona Muislamu anafanya makosa, anasema min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaani.
watu wanafanya bid'a, anasema vipi kuhusiana na bid'a? Anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'la. Hapana, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi, yoyote atakayeona makosa na munkar unafanyika uondoe kwa kutumia mikono yake. Fa illam yastati, ikiwa hataweza kutumia mkono, fabilisani, atumie ulimi wake, akataze, amrishe mema. Haitafasiriwa min husni islamil mar'i iwe mtu anaacha katika mambo ya halali, haitafasiriwa hivyo. Haitafasiriwa min husni islamil mar'i iwe mtu anaacha mambo ya wajibu kama kulingania watu katika da'watu ila Allah, ni jambo la wajibu. Wazi jamani? Kwa hiyo maana yake wa mafhumu annahu yajtahidu, malengo yake kuwa yeye anajitahidi, fima yani fi dhalika, katika yale yanayomhusu katika jambo hilo la dini. Maana yake anajitahidi katika yale yanayomhusu katika mambo ya dini. Wazi? Naam. Mimma yustafadu min alhadith, yale ambayo tunafaidika kutokana na hadithi hii, tarku al-insan ma la ya'nihi fi umuri ad-din wa ad-dunya, kuacha muislamu yasiyomhusu katika mambo ya dini na mambo ya dunia. Tarku al-insan, kuacha mwanadamu, ma la ya'nihi, yale yasiyomhusu, fi umuri ad-din, katika mambo ya dini, wa dunya, na katika mambo ya dunia, kuachana nayo. Maadamu mambo hayakuhusu, ni wema muislamu kujiepusha na mambo hayo. Naam, ishtighalu al-insan, kujishughulisha mwanadamu, bima ya'nihi min umuri dinihi wa dunya, katika yale ambayo yanamhusu katika mambo ya dini yake na mambo ya dunia yake, kujishughulisha. Ishtighalu al-insan, kujishughulisha mwanadamu, bima ya'nihi, miongoni mwa yale yenye kumhusu yeye, min umuri dini wa dunya, katika mambo ya dunia na mambo ya dini. Anna fi tarki ma la ya'nihi, kuacha yale ambayo hayamhusu mwanadamu akajiepusha na yale ambayo hayamhusu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, hajamletea mtu mwingine tatizo, hajasababisha madhara kwa mtu mwingine. Kwa hiyo anasema anna fi tarki ma la ya'ni, hakika kuacha katika yale ambayo hayamhusu, rahatan li nafsihi, ni raha katika nafsi yake, wa hifdhan li waqtihi, na atahifadhi muda wake, wa salamatan li irdhihi, na atasalimika kutokamana na heshima yake. Manake atakapoingia katika ambayo mala ya humu, mala yani, akijiingiza katika yale yasiyomhusu, maana yake ataharibu heshima yake, ataharibu dini yake, ataharibu hata akhlaqi yake na mwenendo wake mzuri. Lakini anapojiepusha nayo, maana yake atasalimika yeye, atapata raha ya nafsi. Kwa hiyo hata pale mtu anapomwamrisha muislamu katika jambo zuri, basi wajibu wako wewe ni kumwamrisha na sio kumfuatilia. Bwana Allah ametuamrisha hivi, khalas, sio mfuatilie. Kumfuatilia inaweza ikapelekea kufanyaje? Kujiingiza katika kukosa raha na kukosa amani ya nafsi yake. Naam. Hadithi ifuatayo, alhadithu الثالث عشر, عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. مكنايو خادم الرسول. طيب، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. طيب،
Hadithi ya 13 ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Na Anas ibn Malik jina lake anaitwa Anas ibn Malik ibn Nadhar ibn Dhamdham. Anas ibn Malik jina lake anaitwa Anas ibn Malik ibn Nadhar ibn Dhamdham ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam ibn Adi ibn Najjar al-Ansari. Kabila lake ni Banu Najjar. Hili ndo kabila la nani? La Anas ibn Malik. Kabila lake ni Banu Najjar, na yeye ni muansar. Yeye ni katika ansar, maana yake sio katika muhajirin, ni katika ansar. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu al-Madani, ameishi Madina, maana yake ni katika ansar, lakini nazilu Basra, aliteremka pia Basra, yani aliishi pia Basra. Maana yake aliishi Madina na baadaye akaishi Basra. Na katika masahaba ambao walikuwa na umri mrefu na walipewa umri mrefu na Allah subhanahu wa ta'ala ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sasa Anas ibn Malik alifariki mwaka 90. Kuna kauli nasema alifariki mwaka 90, kuna kauli nyingine nasema alifariki mwaka 91, kuna kauli nyingine nasema alifariki mwaka 92, na kauli nyingine nasema alifariki mwaka 93. Kunia yake anaitwa Abu Hamza. Hii ndio kunia ya Anas ibn Malik, anaitwa Abu Hamza. Kunia yake anaitwa Abu Hamza. Kwa hiyo Anas ibn Malik kunia yake ni Abu Hamza. Laqab yake anaitwa Dhul Udhunaini. Laqab ya Anas ibn Malik anaitwa Dhul Udhunaini. Hii ndio laqab yake, Dhul Udhunaini. Dhul Udhunaini, hiyo ndio laqab ya nani? Ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadithi hii inasema kuwa an Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia katika mji wa Madina alikuwa ni mdogo. Alikuwa ni nani? Ni mdogo Anas ibn Malik. Na katika watoto ambao walimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, walimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila anachohitajia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamfanyia khidma Mtume wa Allah, ambaye ni nani? Anas ibn Malik. Sasa Anas ibn Malik alimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa miaka 10. Kwa muda wa miaka 10 alimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Manake miaka 10 inatosha kujua hali ya maisha ya mtu na inatosha kujua mtu yuko vipi. Sasa anaeleza Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema khadamtu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 sinin. Nilimfanyia huduma Mtume, nilimhudumikia Mtume muda wa miaka 10. Wallahi, ana hapa Anas asema wallahi ma qala li shay'in fa'altuhu, hajawahi hata siku moja kunambia kwa jambo ambalo nimelifanya, lima fa'alta kadha, kwa nini umelifanya hili jambo hivi. Khadamtu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam muda wa miaka 10. Wallahi ma qala li, ana hapa Anas anasema hata siku moja Mtume hakuwahi kuniambia bi shay'in fa'altu, kwa jambo ambalo nimelifanya, lima fa'alta hakadha, kwa nini umefanya hivi, au lam taf'al hadha hakadha, au kwa nini li jambo lau usingelifanya hivi, muda wa miaka 10. Manake khuluqi ya Mtume sallam khuluq rafi'. Miaka 10 Mtume sallam anamhudumia Anas ibn Malik, anamhudumia Mtume sallam, hata siku moja kumwambia kwa nini li jambo umefanya hivi, hajawahi Mtume sallam. Manake sio kuwa kila analolifanya Anas lilikuwa la sawa, lakini uslubi ya Mtume sallam na wafanyakazi wake ilikuwa ni uslubi ya hali ya juu, tofauti na sisi leo tunavokaa na wafanyakazi wetu.
wengine wanawatukana wafanyakazi, wengine hata wanawapiga muda wa mwaka mmoja tu, mwingine hata mwaka utimii, siku mbili tu akisha saini kwamba leo ni mfanyakazi, baada ya siku mbili anaanza matusi. La, haifai. Anas ibn Malik anasema nimemhudumia Mtume sallam muda wa miaka 10, hakuna hata siku moja ameniambia kwa nini umefanya hivi. Wazi. Mama yake Anas ibn Malik alikuwa anaitwa Ummu Sulaim. Mama yake Anas ibn Malik anaitwa Ummu Sulaim, na imekuja hadithi nyingi zikimzungumzia Ummu Sulaim. Miongoni mwa hadithi ambazo zimekuja kumzungumzia Ummu Sulaim, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amelala, fajaat Ummu Sulaim taslutu al-araqa an jasadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akaja mama yake Anas ibn Malik, akaja Mtume sallam alikuwa amelala, na amelala juu ya ngozi, hakulala chini. Sasa mama yake Anas akawa anachota lile jasho la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu akaamka, akamuona mama yake Anas ibn Malik, akamwambia ya Ummu Sulaim, ewe Ummu Sulaim, alikuwa akiitwa Ummu Sulaim, unafanya nini? Akamwambia hadha araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa atyabu min at-tib. Allahu akbar. Haya, hili ni jasho lako, tunalichukua jasho lako tunachanganya katika marashi yetu, manukato yetu. Walikuwa wana vyombo vyao wanatia manukato yao kama yasmini kama nini wanatia, halafu baadaye anachota lile jasho la Mtume sallam, anasema tunalichanganya kwa sababu jasho la Mtume sallam lilikuwa na harufu nzuri kuliko hata marashi yao, na hiyo ilikuwa ni alama ya Mtume sallam akipita mahala. Kana Rasulullah sallam idha marra, alikuwa akipita basi ile harufu ya jasho inabaki sehemu ile, anayepita anajua kuwa Mtume sallam amepita hapa. Kwa hiyo jasho la Mtume sallam lilikuwa likinukia. Kitendo hicho kilifanyika na Ummu Sulaim, mama yake nani? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hii inaonyesha baraka ya Mtume sallam hata katika mwili wake, katika wakati wa uhai wake. Ndio bana masahaba radhiyallahu anhu alipokuwa kitawadha Mtume sallam, kanu yatabadarun, walikuwa wakifanya haraka kwenda kugombania kile kinachoanguka, kwa sababu yanayotoka katika mwili wa Mtume sallam ni baraka. Kwa hiyo yale maji yale walikuwa wanayagombania masahaba wa Mtume sallam. Lakini baada ya kufa Mtume sallam, hakuna aliyokuja kwa Abu Bakar akaja akachota jasho la Abu Bakar, hakuna aliyokuja kwa Umar akachota jasho la Umar, la, wala jasho la Uthman wala Ali wala waliobakia. Maana yake hili jambo ni maalumu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi hata sisi pamoja na mashekhe zetu, wazee wetu, walimu wetu, hatupasi kuitakidi kwamba wao wana baraka. Hawana baraka. Kwa hiyo watu hawakimbilii mkono wa shekhe kutaka kuubusu kwa itikadi kwamba kuna baraka katika mkono wa shekhe. Mkono wa shekhe hauna baraka, na kama ingekuwa una baraka ingekuwa ni mkono wa nani? Wa Abu Bakar radhiallahu anhu una baraka. Ndio baadhi ya watu wakitaka kumsalimia shekhe anzia chini, waona kama vile ataka kuanguka vile, yuanzia chini, hata akitoa hiyo salamu huyo shekhe ashachoka chini kabisa mpaka yoinuka ndio apate kumsalimia shekhe. Hapana, si sawa sawa. Shekhe anapewa heshima yake na anasalimiwa inavyopaswa. Naam. Kwa hiyo anasema khadimin nabii sallallahu alayhi wasallam, katika baadhi ya riwaya au katika baadhi ya nusakh ni khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam, hadithi imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la yu'minu ahadukum, haitatimia, la yu'minu ahadukum, haitatimia imani ya mmoja wenu. La yu'minu ahadukum, haitatimia imani ya mmoja wenu. Nafyu kamali al-iman, kukanusha kutimia imani ya mtu. La yu'minu ahadukum, haitatimia imani ya mmoja wenu, hata mpaka yuhibba li akhihi,
ampendelee ndugu yake, hata mpaka yuhibba li akhihi, ampendelee ndugu yake ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anajipendelea yeye nafsi yake. Ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anajipendelea yeye nafsi yake. La yu'minu ahadukum, haitatimia imani ya mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anaipendelea nafsi yake. Ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anaipendelea nafsi yake. Anasema fi hadha alhadith, katika hadithi hii, nafyu kamali al-imani al-wajibi ala al-muslim, kukanusha ukamilifu wa imani iliyowajibika juu ya Muislamu, hata yuhibba li akhihi, mpaka pale ambapo atampendelea ndugu yake ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anaipendelea yeye nafsi yake. Ikiwa katika jambo la kheri unajipendelea wewe katika jambo la kheri ambalo tatakarabu biha ila Allah, basi haitakamilika imani yako mpaka utakapompendelea ndugu yako jambo lile la kheri. Wadhālika fi umuri dunya wal akhirah, na jambo hilo katika mambo ya dunia na mambo ya akhera. Yote imani haitakamilika, sawa katika mambo ya dunia au mambo ya akhera. Imani ya mtu haitakamilika, haitatimia mpaka atakapompendelea ndugu yake yale ambayo anajipendelea yeye nafsi yake. Wayadkhulu fi dhalika, na inaingia katika hayo, ayuamila an-nasa bimithli ma yuhibbu an yuamiluhu bihi, aamiliane na watu kwa yale ambayo anapenda yeye watu wamfanyie muamala ndani yake. Unayopenda wewe ndugu zako wakufanyie, basi wewe wafanyie. Unapopenda wewe ndugu zako wakuheshimu, wewe waheshimu. Unapopenda wewe ndugu zako wakuthamini, na wewe wathamini. Unapopenda wewe ndugu zako wakupende kwa ajili ya Allah, na wewe wapende kwa ajili ya Allah. Wayadkhulu fi dhalika, na inaingia katika hayo, ayuamila an-nasa, amiliane na watu bimithli ma yuhibbu an yuamiluhu bihi, kwa yale ambayo, kwa mfano wa yale ambayo anayopenda watu wamfanyie muamala ndani yake. Wazi. Na mimma yustafadu min alhadith, katika yale ambayo tunafaidika na hadithi hii, an yuhibba almuslimu li akhihi almuslim ma yuhibbu li nafsihi, ampendelee Muislamu ndugu yake Muislamu yale ambayo anajipendelea yeye nafsi yake. An yuhibba almuslimu li akhihi almuslim, ampendelee Muislamu ndugu yake Muislamu ma yuhibbu li nafsihi, yale ambayo anajipendelea yeye nafsi yake. Wayakrahu lahu ma yakrahu laha, na achukie kwa ndugu yake, yasimpate matatizo kwa ndugu yake yale ambayo yeye anachukia, yasimpate katika matatizo. Wewe hutaki matatizo mabaya ya kupata, basi haitakikani wewe umtamanie ndugu yako yampate matatizo mabaya. Wewe unatamani Allah akupe neema, akuneemeshe Allah subhanahu wa ta'ala, akupe mali, akupe watoto, afungue katika riziki yako. Basi wewe ni haki yako na wewe umpendelee ndugu yako hivyo. Sasa kutamani ile neema, kama ndugu yako ana neema halafu ukatamani imuondokee, manake hiyo ni nini? Ni hasad. Sasa yani wewe huna neema, ndugu yako akona neema, unatamani ewe Mola muondolee hii neema, asiwe nayo, wote tubaki hoi hai. Kwa nini yeye ana gari, minna baiskeli? Kwa nini yeye amethaminiwa, mimi sijathaminiwa? Kwa nini yeye amejenga, mimi sijajenga? Hiyo ni hasad. Wazi. Na hasad ni katika amradhul qulub, katika maradhi ya moyo ambayo inakula mema. Kama takulu nara alhatab, kama vile moto unavyokula kuni, ndivyo hivyo hasad inavyokula mema ya mtu.
Kwa hiyo anasema wayakrahu lahu ma yakrahu laha, na achukie yeye yale ambayo anachukia katika nafsi yake. Unapochukia baya wewe, basi ulichukie kwako, lakini pia ushukie kwa nafsi yako. Unapomuona ndugu yako amekwenda njia si sawa, basi ni wajibu wako kumshika mkono, kumwambia hapana ndugu yangu, hilo unalolifanya ni la haramu, haifai. Kumwogopea ndugu yako asije akaanguka katika adhabu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. At-targhib fi dhalik, kuhimiza watu juu ya jambo hilo na kupendezesha watu juu ya jambo hilo, linafi kamali al-imani al-wajib an, kwa kukanusha ukamilifu wa imani ya wajibu kwake, hata yakuna kadhalika, mpaka atakapokuwa hivyo. Manake maadamu yeye hapendelei ndugu yake lile ambalo analipendelea nafsi yake, basi yeye bado imani yake haijatimia. La yu'minu ahadukum, haijatimia imani ya mmoja wenu. Ili itimie imani, basi wapendelee ndugu zako yale ambayo unayapendelea nafsi yako, na wala usitamani, ambao sasa utaingia katika maradhi mengine, kutamani kuondokewa kwa neema au zisiwapate neema ndugu zako. Yani ukimwona ndugu yako ana neema, moyo wako unashtuka kwamba mbona yeye amepata, mbona mimi sijapata. Hiyo ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye. Na wakati mwingine unaweza wewe ukawa umefanya juhudi nyingi na umekuja mjini miaka mingi, mwenzio amekuja mjini juzi tu, lakini kuja tu Allah amemkunjulia maisha yake yamekuwa mazuri, mambo yake yanakwenda, wewe bado kidogo unapambana. Basi usitamani wewe ile neema ya ndugu yako iondoke, tamani Allah amkithirishie. Wazi. Na ndio maana tumefunzwa sunna ya tabrik. Unapomuona ndugu yako kwenye neema, mwambie barakallahu lak, sio masha Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masha Allah. Masha Allah, wewe ambaye una neema, unapoingia labda kwenye gari lako ukaona Allah ameneemesha, halafu akanipatia gari, ili gari nzuri, halafu ukasema masha Allah, wewe ndio utakana useme masha Allah. Lakini ukiona neema kwa ndugu yako, sunna ni wewe kusema barakallahu lak. Sio leo asema mtu anasema, anamwambia ndugu yake sema mashaallah. Sio mashaallah, sema barakallahu lak, burikta fi, Allah kubarikie katika neema yako. Lakini leo tumefahamu kwamba, na imetajwa baadhi ya shurah wametaja kusema masha Allah, katika baadhi ya vitabu vya adhkar imetajwa kusema masha Allah, lakini sio sahihi. Sahihi, unapoona neema kwa ndugu yako sema barakallahu lak, na jilazimishe kusema barakallahu lak. Hapo maana yake innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, malaika wanasema amin ya rabbi kwa yale mnayoyasema. Ukisema barakallahu lak ukambarikia ndugu yako kwa kile alichobarikiwa na Allah, maana yake na malaika wanasema amin ya rabbi wa mithlak wa mithlak, na mfano wako na wewe upewe, na mfano wako na wewe upewe. Wazi jamani? Anna almu'minina yatafawatuna fil iman, hakika ya waumini wanatofautiana katika imani. Si waumini wote wako kwenye daraja moja ya imani. Anna almu'minina yatafawatuna fil iman, hakika ya waumini wanatofautiana katika imani. Yani wako ambao wana kamalul iman na wako ambao wana nafyul kamal, maana yake imani zao zimetimia na wale ambao imani zao hazijatimia. Naam. Anasema Ibn Rajab katika Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa hadithu Anas, na hadithi hii ya Anas yadullu, inaonyesha ala anna almu'mina, hakika ya muumini, yasurru ma yasurru akhahu almu'min, humfurahisha yeye lile ambalo humfurahisha ndugu yake muumini. Yasurruhu, linamtia furaha, ma yasurru akhahu almu'min,
lile ambalo linamtia furaha ndugu yake muumini. Wa yuridu li akhihi almu'mini ma yuriduhu li nafsihi min alkhair, na humtakia ndugu yake muumini yale ambayo hujitakia yeye nafsi yake katika khair. Hiyo ndo alama ya imani ya mtu, au alama ya kutimia na kukamilika imani ya mtu. Wa hadha kulluhu inma yati min kamali salamati sadri, na hiyo yote inapatikana kutokamana na kukamilika na kutimia imani na vile vile pia moyo kusalimika kutokamana na maradhi ya moyo, minal ghilli wal ghishi wal hasad. Moyo ukiwa ni mchafu, una haya maradhi, una chuki, una hasad, una udanganyo au una ghishi ndani yake. Moyo ukipatikana na maradhi sampuli hiyo, basi moyo huo hauwezi kumtamania ndugu yake khair. Na hizi ni hadithi ambazo zinajenga mioyo yetu, ili mioyo yetu isalimike, ifike mahala useme ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhuf, au kama qala. Ifike mahala hivyo uamini kwamba hakuna litakalo kupata isipokuwa Allah ashaandika likupate. Riziki yako ni makdur, riziki yako ni maktub. Allah ashakukadiria kiwango cha riziki yako. Usijiingize katika mashakili ya kuitia kwenye shida imani yako kwa jambo ambalo mata mliku, wewe humiliki jambo hili. Riziki humiliki, hakuna anayemiliki riziki. Lakini leo subhanallah, chuki zimekuwa ni kubwa baina yetu, hasadi zimekuwa ni kubwa. Wengine wakafika mahala hawakuweza kujizuia mpaka wakawadhuru ndugu zao. Anamuua ndugu yake, wallahi hata hajui amemuua kwa sababu gani. Yeye mbona anaishi, anajiona huyu, anajiona vipi? Na ukiishi katika sampuli hiyo, moyo wako utakuwa siku zote unakosa amani, hautasalimika moyo wako, hautakuwa na raha. Lakini unapoishi kwamba kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria, ameniandikia, wallahi huenda baadhi yetu sisi Allah kuwafungulia katika maisha ikawa ni fitna kwao. Kwa taufiki yake Allah akaona kwamba huyu mja wangu huyu simpe maisha mazuri huyu, waliyadh billah, anaweza karitadi huyu akipewa maisha mazuri, mali yake inaweza ikamghuri huyu. Kwa lile aya tuliyosoma, walaula idh dakhalta jannata qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Tumeelewana? Hii aya tuliyosoma ni yule ameingia katika bustani, Allah amemruzuku mali, akaingia akasema mimi nitarejeshewa, nitapewa zaidi ya hii mali na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kama na kwamba anastahiki hapa duniani kuwa nayo, lakini pia uko wakienda uko akhira atapewa zaidi ya hiyo. Wazi jamani? Naam. Kwa hiyo anasema fa innal hasada yaqtadi an yakraha alhasid an yafuqahu ahadun fi khair. Fa innal hasada, hakika hasad, yaqtadi an yakraha alhasid an yafuqahu ahadun fi khair, kwa sababu hasad inapelekea kutamani yule hasid amshinde ndugu yake, kwamba huyu ana mali kiasi fulani, mbona mimi nisiwe na yeye zaidi yake? Ndio matamanio ya hasid. Au yusawihi fi, ama afanane naye, kwamba yeye madamu ana BMW na mimi na BMW, au ni mzidi kwenye BMW, kwa nini anishinde? Liannahu yuhibbu an yamtaza ala an-nas bifadhailihi, kwa sababu yeye anapenda apambanuke kwa watu, yani watu wamuone yeye ni mtu special, yeye amezidi watu wote kwa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa hiyo haya yote la yajuz, haitafaa, bali inafaa Muislamu ampendelee ndugu yake yale ambayo anaipendelea nafsi yake. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، hii hadith ni hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na ni hadithi adhim, na hii hadith imekuja kuelezea kufasiri hadithi iliyotangulia. Ma huwa alhadith almutaqaddim? Hadithi iliyotangulia. Hii hadithi imefasiri hadithi ile iliyotangulia, tafsiri yake ni hadithi hii. Ni ipi hiyo hadithi iliyotangulia? Jazakallahu khair, Allah kubariki habibi. Hadithi iliyotangulia, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nani anamalizia? Wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Taib, hadithi hii inakamilisha hadithi hii. Manake hadithi hii inafasiri hadithi ile iliyotangulia. Tumeelewana eh? Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islami. Watakapomwamini Allah, watakapotoa shahada, wakamwamini Allah, wakatoa zaka, wakasali, wakasimamisha sala, watakapofanya haya zitahifadhiwa kwangu mimi damu zao na mali zao, illa bihaqqi al-islami, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Yani damu ni haramu kwao, damu hizo ni haramu, yani haitafaa kuwaua hao isipokuwa kwa uhalali wa hizo damu. Sasa uhalali wa hizo damu ni katika hadithi hii. Anasema la yahillu damu mri'in muslimin, si halali. La yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu Muislamu, si halali damu ya mtu Muislamu, illa bi ihda thalath, isipokuwa kwa moja katika mambo matatu. La yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu Muislamu, illa isipokuwa bi ihda thalath, kwa moja katika mambo matatu. La kwanza, athayibu zani, mzinifu muhsan. Athayibu azani, mzinifu muhsan, mzinifu ambaye ashaoa au ashaolewa, huyo ndo anaitwa athayibu almuhsan. Thayib ni yule ambaye ameolewa, sabaka lahu nikahun sahih, imetangulia kwake ndoa iliyokuwa sahihi, huyo ndo thayib. Albikru ma lam yasbuq lahu nikahun sahih, bikr ni yule ambaye haijatangulia kwake ndoa iliyokuwa sahihi. Wazi? Aliyoolewa huyo anaitwa thayib, aliyooa huyo anaitwa athayib. Aliyoolewa ambaye hajaolewa anaitwa bikrun. Hata kama ameshazaa watoto wawili, watoto watatu nje ya ndoa, ile nje ya ndoa haizingatiwi katika sheria ya Kiislamu. Katika sheria ya Kiislamu inazingatiwa ni lazima aolewe ndoa ya sawa. Huyo atakuwa ni nani? Atakuwa ni athayib. Kwa hiyo kwanza athayibu zani, mzinifu ambaye ameoa. Tumeelewana eh? Mzinifu ambaye ameoa au ameolewa. Almuhsan wan nafsu bin nafsi,
na nafsi itauawa, wanafsu binnafs, na nafsi itauawa kwa kuua nafsi. Wanafsu binnafs, na nafsi itauawa kwa kuua nafsi. Kuuawa kwa nafsi ni lazima iue nafsi, ndiyo itauawa nafsi hiyo. Atakayeua na yeye hukumu yake auawe. Wazi jamani? Lakini anayeua hapa sio kila mtu kwamba sasa yule ameua na mimi nikamuue, si hivyo hivyo. Manake anayeua atauawa kwa hakim, kiongozi ndio atakayefanyaje, atakayetekeleza amri hiyo kwamba anayeua na yeye auawe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafsu binnafs, na nafsi itauawa kwa kuua nafsi. Watariku lidinihi, na mwenye kuacha dini yake. Watariku lidinihi, na mwenye kuiacha dini yake. Almufariqu liljamaa, mwenye kufarikiana na kundi la Waislamu. Watariku lidinihi, na mwenye kuiacha dini yake. Almufariqu liljamaa, mwenye kufarikiana na kundi la Uislamu. Maana yake ameritadi, waliyadh billah. Atakayeritadi na yeye ni haki kwake yeye kuuawa. Yustatabu 3 wa illa qutil, anaambiwa na hakim na kiongozi, tubia mara ya kwanza, tubia mara ya pili, mara ya tatu tubia, anauawa. Wazi? Naam. Au pia ikasemekana leta mapinduzi, amefanya baghyu, manake yeye pia amewacha jamaatul muslimin. Atakayefanya mapinduzi kutaka kumuondoa mtawala, yeye pia anahesabiwa kuwa amefanya mufaraqatul liljamaa, amefarikiana na kundi la Waislamu. Maana yake ni hukumu yake na yeye ni haki yake kuuawa. Qauluhu, qauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, athayibu zani, athayibu almuhsan, mzinifu ambaye ameoa au ameolewa. Wa hukmuhu, na hukumu yake arrajm, hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka afe, kama thabatat bihi sunna an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothibiti sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kama dallat alayhi ayatul rajmi, na kama vile ilivyoonyesha aya ya rajm. Ayatul rajmi allati nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha. Ayatul rajmi kisomo chake kimefutwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hukumu yake imebaki. Tumeelewana jamani? Naam. Sheikh hapa amesema maneno mazuri sana, lakini ayatul rajmi inasema, washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allahi wallahu azizun hakim. Hii ndo aya ambayo ilikuwa inaonyesha uhalali wa kupigwa rajmi, kupigwa mawe kwa mtu atakayezini, mzinifu mwanamme au mzinifu mwanamke ambaye ameoa au ameolewa. Lakini aya hii ikafutwa, maana yake haikusomwa tena aya hii, ikabaki hukumu yake. Hukumu yake ni gani? Kuwa mzinifu mwanamme au mzinifu mwanamke ni apigwe mawe mpaka afe. Wazi jamani? Sasa anasema kama dallat alayhi ayatul rajmi, kama vile ilivyoonyesha ayatul rajmi allati nusikhat tilawatuha, aya ambayo imefutwa tilawa yake, kisomo chake. Wa baqiyat hukmuha, na ambayo imebaki hukumu yake. Qauluhu, qauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu bin nafs, na nafsi itauawa kwa kuua nafsi. Ay alqatl qisasan, nafsi itauawa qisas kwa kuua nafsi nyingine. Wazi? Atakayeua na yeye anauawa kwa qisas,
kama qala azza wa jalla, kama alivyosema aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl, atakayeua na yeye hukumu yake kuuawa. Wazi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumul qisasu fil qatl, imefaradhishwa kwenu qisas kwa kila atakayeua au kila atakayeuawa, basi ni wajibu kwenu nyinyi kuchukua qisas. Qauluhu watariku lidinihi, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule mwenye kuiacha dini yake, almufariqu liljamaa, ambaye amefarikiana na jamaa ya Waislamu. Walmuradu bihi, makusudio yake, almurtaddu anil islami, makusudio yake aliyoritadi katika dini ya Kiislamu. Manake aliyoritadi na yeye atauawa kutokamana na kuritadi. Lakini wanachuoni wanasema yustatabu thalatha, anaambiwa atubie mara 3, wa illa qutil, asipokubali kurudi katika Uislamu atauawa. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, yoyote atakayebadilisha dini yake basi mumuue. Lakini ieleweke kuwa suala la kuua si suala la kila mtu, ni suala la mtawala hakim. Lidhalika katika nchi ambazo zinaongozwa na sheria ya Kiislamu kuna mahkamatul islami, mahkama ya Kiislamu ambayo ndio inapitisha masail kama haya. Lakini sio mtu ajichukulie uamuzi mkononi mwake madamu yule ameritadi, na ni makosa kumwambia mtu fulani ameritadi. Kusema yule ameritadi ni makosa, kumwambia anta kafir, wewe ni kafiri na hili umeritadi. Laala wewe hujui sababu iliyomfanya yeye kusema yale maneno, hujui labda hilo jambo linamtoa katika Uislamu ama halimtoi katika Uislamu, wa ghairi dhalika min al-umur. ذكر الحافظ بن رجب، amesema الحافظ بن رجب, ametaja الحافظ بن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث, kuuliwa kwa watu wengine ambao hawakutaja katika hii hadithi. Hapa sisi tumetaja watu wangapi wanauawa? Wa kwanza athayibu zani, wa pili athayibu zani, alafu wa pili almuhsan, an-nafsu bin-nafs, wa tatu at-tariku lidini al-mufariqu liljamaa. Sasa yeye ametaja wahum na wao ambao wamewataja al-qatlu fil liwat, ni halali kuuawa mtu kwa aliyofanya liwat. Wazi. Waliofanya liwat, mwanamume akafanya liwat na mwanamume mwenziwe, ni halali kumuua. Wa pili, waman ata dhata mahrami, mtu amemuingilia mama yake mzazi, huyu anauawa. Amemuingilia nani? Mama yake mzazi, anauawa. Wasahir, na mchawi, chawi pia anauawa. Waman waqa ala bahima, na yule ambaye amemuingilia mnyama, mtu amemuingilia ng'ombe. Kwanza ng'ombe yule haifai tena kuliwa, na leo watu wanaoingilia wanyama, waliyadh billah, yani tumefika kwenye hiyo hadd, nasallallahu salama wal afia. Waman taraka as-salah, na mwenye kuacha sala. Washaribul khamri fil marrati ar-rabi'a, na mwenye kunywa pombe kwa mara ya 4. Watariku lis-salah, watarku as-salah, waman taraka as-salah, na yule aliyoacha sala. Washaribul khamri, na aliyokunywa tembo fil marrati ar-rabi'a, kwa mara ya 4. Wasariqu fil marrati al-khamisa, na aliyoiba mara ya 5. Waman shahara as-silah, na yoyote atakayenyanyua silah. Waman shahara as-silah, atakayenyanyua silah dhidi ya kiongozi, yeye pia anauawa. Wa qatlul akhar min al-khalifatayn al-mubaya' lahuma, na kumuua mmoja katika watawala wawili, mtawala wa mwisho, yani tumemchagua kiongozi halafu kikundi chengine kikamchagua kiongozi mwingine,
huyu kiongozi wa pili hukumu yake na yeye ni nini? Kuuawa. Waljasusul muslim idha tajassasa lilkuffari ala almuslimin, na jasus ambaye ni Muislamu akaingia kwa Waislamu kuwafanyia ujasusi ili apeleke habari kwa nani? Jasusi ameingia kwa Waislamu ili afanye ujasusi apeleke habari kwa nani? Kwa wasiokuwa Waislamu. Wazi jamani? Huyu na yeye hukumu yake kwa mtawala ni hukumu yake na yeye auawe. Naam. Mimma yustafadu min alhadith anna hukma az-zani al-muhsan al-qatl rajman bil-hijara, hukumu ya mzinifu ambaye ni muhsan ni kupigwa mawe mpaka kuuawa kwa mawe. Sawa, apigwe mawe mpaka afe. Qatlul qatil amdan qisasan idha tawaffarat shurutul qisas, atakayeua mtu kwa makusudi na yeye anauawa qisas pindi zitakapotimia shurutu za qisas. Qatlul murtaddi an dini alislam, kumuua aliyoritadi katika dini ya Kiislamu, sawa kana dhakaran au untha, sawa amekuwa ni mwanamme au amekuwa ni mwanamke. Ismatu dami almuslimi illa idha ata biwahidatin min hadhihi thalath, kukingwa na kuhifadhiwa damu ya Muislamu isipokuwa akifanya moja katika haya mambo matatu. Kabla ya hapo haifai kumuua, lakini akifanya moja katika haya mambo matatu basi itakuwa ni halali kwake yeye kuuawa. Lakini tueleze au tuseme kwamba haina maana ya hadithi hii ndio mtu akajichukulia hatua kwa hadithi hii, kwamba sasa nimesoma hadithi nimeelewa kwamba mzinifu mwanamume anauawa kwa mawe, basi na wewe ndio umuone mtu amezini uchukue hatua hiyo, au atakayeua na mimi nimemuona ameua basi na mimi nachukua hukumu ya kumuua. La, hapana. Hadithi hizi ambazo zinahitajia kutumia panga, zinahitajia kutumia kuchukua uamuzi wa kifo, basi ni hadithi ambazo zinarejeshwa kwa ulatul umura, narejeshwa kwa watawala ambao wao ndio wanaweza kuchukua hukumu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Anasema, je, sheria itamhukumu mzinifu asiyekuwa Muislamu kuuawa? Naam, mzinifu asiyekuwa Muislamu na yeye anauawa. Mtume sallam alimpiga rajmi mwanamke wa Kiyahudi. Naam, alimpiga rajmi mwanamke wa Kiyahudi. Kwa hiyo pia hukumu hiyo inaingia kwa mzinifu ambaye asiyokuwa Muislamu. Hukumu hiyo pia inaingia kwake. Naam, maana yake kwa Muislamu na asiyokuwa Muislamu. Lakini pia baadhi ya wanachuoni wakatofautiana. Je, itatosheleza kumpiga rajmi peke yake, ni kumpiga mawe mpaka kufa, itatosheleza au lazima pia apigwe mijeledi? Kuna baadhi ya wanachuoni wamesema kwamba atapigwa mijeledi kwanza, na huo ndo msimamo wa Ali radhiallahu anhu, kisha ndo atapigwa mawe mpaka afe. Wengine wakasema kwamba hapana, atapigwa tu mawe mpaka afe na wala hatapigwa mijeledi. Kwa hiyo Ali radhiallahu anhu alimpiga mtu mijeledi kwanza, kisha ndo akampiga mawe mpaka kufa. Naam. Ikiwa ndugu wa damu ameritadi na hukumu yake kuuawa haijapita, vipi utaamiliana naye? Zalla khair. Mwanzo hukumu yake kuuawa, lakini sasa haijapita vipi? Maana hapa anasema ikiwa hukumu yake kuuawa lakini hukumu haijapita, hukumu hii haiwezi kupita kwa sababu hakuna uongozi wa Kiislamu. Tumeelewana? Haiwezi kupita hukumu hiyo kwa sasa, wala haiwezi Muislamu akaamiliwa au akafanywa muamala huo, kwa sababu hakuna hiyo sheria ya Kiislamu kwa wakati huu. Kwa hiyo aliyoritadi utamfanyia muamala ambao uko chini ya mikono yetu au ndani ya uwezo wetu.
Manake si ndugu yetu. Kwanza si ndugu yetu, muamala wetu baina yetu na yeye tutapunguza haki ambazo ulikuwa tumpe kama Muislamu hatumpi. Manake akiumwa hatuwezi kumtembelea kama Muislamu. Akiumwa Muislamu unamtembelea, asokuwa Muislamu akiumwa si haki kwako kumtembelea. Lakini pia akifa hatuendi kuzika mazikoni kwake, hatuendi. Wazi? Lakini pia hatushiriki katika jeneza lake, lakini hatumrithi wala haturithi. Sisi haturuhusiwi kumrithi yeye wala yeye haruhusiwi kufanyaje kuturithi sisi. Naam. Lakini wewe madamu uko naye duniani kwa sasa, mimi si shauru umkate moja kwa moja, na shauru mlinganie, mpe nasiha. Laalla wewe ndio unaweza kwa sababu ya yeye kurudi katika Uislamu. Lakini akikataa nasiha, basi unaweza ukachukua hukumu ya kumkata, kuachana naye, kumbe خلاص basi kama wewe umekataa nimekunasihi, basi wewe shika maisha yako na mimi niache na maisha yangu. Lakini si ndugu yako tena, tabaki ndugu wa damu, lakini imani zenu zishatofautiana tayari. Naam. Ikiwa nimemkuta mke wangu akizini na sehemu nilipo hakuna dola ya Kiislamu, nifanyeje? Nasallallahu salama wal afia. Lakini ukimkuta mke wako anazini na unajua kuwa sheria inakataza, huna lolote la kufanya, wewe ondoka tu basi, au muondoe yule mwanamume na yeye ondoka basi. Utafanyaje? Basi mpe talaka yake, ende nyumbani basi, huyo hakufai tena, sio mke tena. Ashakwenda kinyume, ashamkhalifu Allah na mtume wake. Tena jizuie kwenye ghadhabu, usije ukaua. Maana ukiua utafungwa. Kwa hiyo jizuie na ghadhabu hapo, usije ukatoa maamuzi yatakayokuwa ni magumu kwako, ambayo yatakudhuru wewe na atamdhuru binti ya watu. Mpaka mwanamke amefanya hayo, akaenda kinyume na ndoa, akaenda na mwanamume mwingine, mpaka wewe umemfumania, manake mwanamke hakustahiki wewe tena, hakufai. Kwa hiyo ukimuona katika hali hiyo, wewe utafanyaje? Kwa sababu kama ingekuwa kuna sheria ya Kiislamu, tuengeeleza sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu, unapomuona mwanamke amezini mkeo, na ni lazima ulete mashahidi wangapi? 4. Kama huna mashahidi 4, basi hapo kitakachofuata ni al-li'an. Al-li'an ni vipi? Maana yake wewe utakuja kwa kadhi, utamwambia kadhi, nimemuona mke wangu akizini. Kadhi atakwambia kweli umemuona? Mwanamke umezini? Sema sijazini. Haya hapa, wallahi wa billahi wa tallahi sijazini, mimi sijazini. Alafu mwisho atasema wallahi wa billahi wa tallahi, ikiwa mimi nimezini, laana ya Allah iwe juu yangu. Ikiwa mimi ni muongo, basi laana ya Allah iwe juu yangu. Na yeye ataapa wallahi wa billahi wa tallahi, ikiwa mimi ni muongo, laana ya Allah iwe juu yangu. Yeye ataapa mwanamume na mwanamke ataapa. Tumeelewana? Yani mwanamume hana mashahidi. Of course haijawahi kupatikana mtu amezini akaleta mashahidi 4. Uwezi. Utakuwa fedhuli sana, manake wewe umempata mkeo, alafu ule mwanamume yuko pale pale bado, mpaka ulete mashahidi, yeye yuko pale pale, hajatafuta njia akakimbia. Ashakimbia manake ogopa, jua mimi nitauawa. Sivyo leo baadhi ya watu wanavyofanya. Mtu anampata mwanamume na mkewe, uamuzi wanaochukua unakuwa ni wa madhara makubwa. Wengine wanamchukua anaenda kumfanyia liwatu, na yeye anamtafutia wanaume wamfanyie vibaya. Si sawa. Wewe dili na mke wako, mkeo ndo ana makosa, si ndio? Ametoka katika mipaka kisheria, shetani amemchezea. Wallahi uamuzi wa busara sana. Mwambie Allah kubariki, jazakallah khair, nadhani Allah kubariki, unaweza hata usipate kusema. Lakini ukamwambia jazakallah khair, ulichokifanya ni makosa, tubia. Kama una moyo, hiyo ndio dawa mzuri. Mwambie ulichokifanya ni makosa, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia huyu eda yake anaweza hata akakaa nyumbani kwa sababu ameleta fahisha, si ndio?
Kwa hiyo naambia beba kile unachokiona kinakufaa nyumbani, nisamehe pale nimekukosea, tusameheane, nenda zako tu nyumbani. Ukiweza kama una kheri zaidi, mpandishe kwenye gari, mpandishe kwenye kipando chako, mpeleke nyumbani, kwa wazazi wangu nimemleta huyu, basi maisha yetu au wasema riziki imekashikatika, mimi naye basi inshallah Allah atampa riziki nyingine na mimi Allah atanipa riziki nyingine. Hiyo ni njia nzuri sana kuliko ukatoa panga ukamuua ukamuumiza. Kwa hiyo atakayemkuta mke wake kwa mujibu wa swali hapa, basi yeye moja kwa moja asichukue uamuzi mbaya, amwache tu mwanamke ende zake na salama yake, na yule mwanamume ende zake na salama yake. Yule atatubia kwa Allah na wallahi hiyo ni khairi, Allah atakupa khairi yako nyingine. Maana Allah amekudhihirishia kwamba mwanamke hakufai. Sasa usinganganie kwamba ilikuwaje, itakuwaje mimi mke wangu. Kweli moyo huwezi kubali, of course ni mkeo, unamsimamia, unamhangaikia, unatoka jasho lako kwa ajili yake, lazima moyo ukubali. Lakini wewe fanya yale ya khairi ambayo Uislamu umekuamrisha. Kama huwezi kumwambia chochote, basi wewe toka tu, tafuta mahala uende, balafu piga simu kwao, jamani naombeni kakake aje amchukue dada yenu ende zake nyumbani, achukue kila kilichokuwa chake ende zake nyumbani. Baba amefariki, ametuachia mali, kisha mmoja wetu akaacha dini ya Kiislamu. Je, tutaendelea kumiliki mali pamoja? Kwanza baba amekufa, amewaachia mali, igaweni. Ni makosa ambayo leo yanafanyika. Baba amekufa, ameacha mali, alafu ile mali badala watu waigawe, hawaigawi. Wanaiacha ile mali mpaka labda mmoja anakufa, alafu mali yake inashindwa kurithi, watoto wake wanashindwa kupata haki. Mali baba amekufa, baada ya kuwa shakufa, alhamdulillah, ichukueni mali, pigwe mahesabu ni kiasi gani, labda bilioni 1, gaweni bilioni 1, kila mmoja apate yake. Akiritadi atakuwa lakini sasa hapa madamu ameritadi, tumeelewana, maana hataki kurithi, sawa, lakini atakubali yeye, sasa atawapeleka kotini. Haizi kubali mama, wewe umeritadi, sasa uruhusi kurithi. Atakubali kweli? Haruhusi kurithi mali ya baba. Baba alikuwa Muislamu, ikhtilafu din, haruhusi kurithi. Sasa kwa hiyo madamu haruhusi kurithi, maana ile mali itabidi ifanyaje? Itabidi agaiwe, atawapeleka kotini, lakini hafai yeye kupewa katika ile mali akiwa ameritadi. Ndio sheria ya Kiislamu inavyosema. Kitendo cha Sulaim kukusanya jasho la mtume, ina maana kuwa mtume ni maharimu wa waumini wote? Hapana, si maharimu wa waumini wote. Mtume alikuwa amelala, Sulaim akaja akakusanya jasho, hakumgusa mtume sallam. Tumeelewana? Hakumgusa mtume sallam. Mtume amelala na ni mahala dhahiri, sio kama labda amelala labda chumbani kwa Sulaim. Amelala mahala dhahiri, labda msikitini na amelalia ngozi. Basi Sulaim alikuwa anapita msikitini, akaona mtume amelala, akaja akachota jasho. Hiyo haionyeshi maharim kwamba ni maharim yake, iko mbali na maharim aslan, kwa sababu hajamgusa au hajasafiri pamoja, wako pale pale. Mtume amelala, Sulaim akaona jasho lile, akaona ni fursa, akachota lile jasho akatia katika marashi ya mtume sallallahu alaihi wasallam.